Breakfast. Kibiashara zaidi. Bwana, ilishuhudiwa ikitangazwa rasmi Kariakoo biashara saa 24. Mwenyekiti wa kijiwe cha Raha Square, tumeishia wapi? Alafu tupate na maoni ya wafanyabiashara. Inakwendaje? Mimi kiukweli niwe mkweli, mimi ni mwandishi na tunasema tuna zile wanasema tunafanya uchunguzi zile za usiku. Nyinyi wenzangu mko hapa, mnaweza mkanisaidia. Usiku sijaja. Maana ni mwezi sasa tangu nije usiku. Uhalisia uko vipi? Je, tumefanikiwa biashara saa 24 Kariakoo au vipi? Mwenyekiti anza kuifungua hii. Asante Lupokelo. Nafikiri kwa upande wa wafanyabiashara, mwanzo walikuwa wafanyabiashara walivyozindua, kuna ambao walikuwa wanakesha. Lakini tukubaliane sasa hivi watu wameongezea morali. Watu, kuna baadhi ya wafanyabiashara wanauza mpaka saa 6 mpaka saa 7, inategemea, lakini ya masaa na 24 hakuna watu wanaokesha, lakini kwa muda wanavuta mpaka saa 6, wengine mpaka saa 7. Unajua hii ni hali ya kila mtu. Mwingine akiona alikuwa anauza mpaka saa 2, lakini sasa hivi kuna baadhi ya wafanyabiashara wanaenda mpaka saa 5 mpaka saa 6. Sawa. Bwana, kuna wadau tulikuwa wanataka kuiweka hii ya saa 24. Wapi tuweke sawa? Wapi kuna nani? Ni sisi ndio wafanyabiashara wenyewe. Saa 20. Asante mzee wangu, mzee wa Mwalimu. Bwana huyu kumbe amenipa jina jingine, hata ukimuita mzee wa Jamhuri sio mbaya, kwa sababu umezaliwa tarehe 9 ya mwezi wa 12 mwaka 1961, siku ya uhuru. Karibu. Asante Lupokela. Ili la masaa 24 la biashara kufanya masaa 24. Ni ngumu sana. Ukae ofisini dukani masaa 24, mheshimiwa mwandishi wa habari. Ndio maana Mwenyezi Mungu ameumba usiku na mchana. Inatakiwa mwili upumzike. Biashara ya maduka sio kiwanda. Kiwanda wanaingia kwa shift. Ndani ya duka kuingia kwa shift ni ngumu sana. Na swala la security ya kulinda mtaji inatoka security hali ya juu sana. Kwa hiyo masaa 24 ni ngumu sana kwa. Alafu na miundombinu. Umeme mchana tu na katika unaona majerita yanavunguruma huko Kariakoo. Bado umeme ni tatizo. Wewe umefungua usiku, umeme umekatika ghafla, utafanyaje? Ni hatari kwako, hata kwa usalama wako. Kwa hiyo masaa 24 ni ngumu sana, mheshimiwa mwandishi wa habari. Mimi naona hiyo ile zoezi lilikuwa ni legal practice. Ni zoezi ambalo waliwekezekaniki kwa kweli. Tathmini kwa masaa 24 ni nzuri, na hakuna mtoto anazaliwa na kutembea. Anaanza mdogo mdogo, anatambaa, baadaye anaanza kimbia kushika na kuninginiza kujishikiza na kutembea. Hii habari ya masaa 24 kwa Kariakoo, kwanza tupongeze sana serikali ya mkoa wa Dar es Salaam kupitia mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya na vyombo vya ulinzi na usalama. Zamani ilikuwa ni mwisho saa 12. Duka unatakiwa ufunge kwa sababu ulikuwa usalama hakuna. Lakini sasa hivi wewe kama una mteja wako anatokea mkoani, labda amepanda mwendo kasi anaingia Dodoma, anatokea Dodoma anaingia saa 3 hapa mjini, amekwambia mimi nafunga mzigo wangu naondoka alfajiri na ile treni ya kwanza. Kwa hiyo wewe utamsubiri mpaka saa 4 na duka utakuwa umelifungua na utamfungia na atapeleka. Kwa hiyo ukienda upande wa uza simu kule mpaka asubuhi wanauza. Ukienda kwa hawa wenzetu ambao wanafanya biashara ndogo ndogo wanaotembea usiku wapo. Kuna wafanyabiashara wanaotokea Komoro. Kuna wafanyabiashara wanaotokea nchi za Afrika Mashariki na zingine za SADC. Kwa wale ambao mnaondoka mapema kama mzee Jamhuri, hautaweza kuelewa faida ya masaa 24. Faida ya masaa 24, ukienda pale kwa wanyama mpaka asubuhi mizigo inashonwa na watu wanakuja kupakia mizigo yao wanaondoka. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba wakati ule tulikuwa tunaendesha mabasi mchana tu, serikali hii imerudisha mabasi usiku. Ikajiongeza ikaona kwa nini na huko kwenye biashara soko kubwa kama la Kariakoo lisiwe wazi masaa 24. Hii imeletwa mapema kabla lile soko la Ubungo halijafunguliwa. Ndugu zangu, ninyi mnaofunga maduka mapema na kuondoka,
Soko la Ubungo likifunguliwa masaa 24 pale watu watafanya kazi. Na kwa hali hiyo, kulingana na mzunguko utakavyokuwa mkubwa wa watu, saa zote mahitaji yao yanapatikana, ndio ilikuwa wasiwasi mkubwa wa soko la Kariakoo kufa. Kwa hiyo serikali ikaona mbali ya mkoa kwa kushirikiana na jumuiya na pamoja na maafisa biashara kuona hili soko kubwa kama la Kariakoo lenye wafanyabiashara zaidi ya 30,000 wafungue masaa 24. Na kwa hiyo masaa 24 yameshaanza, na kwa kweli kuna wakati wengine tunaenda mpaka saa 4, wengine wanaenda mpaka saa 6. Ndio itakuja kuleta sasa amu ya kuendelea mpaka asubuhi. Kwa hiyo mimi nasema kwamba ninapongeza hili swala la kufungua maduka masaa 24, na huko tunako kwenda huenda likaja kushika kasi, likawa tena watu wanafanya kazi usiku na mchana. Lakini kwa sasa hivi alijawa na kasi kivile kama matarajio yalivyokuwa. Tunaenda mdogo mdogo. Watakaanza watu kufanya kazi usiku, hao wanaofunga mchana wakaja wakakaa tu masaa yote hawafanyi biashara, wao watarudi tena kuja kufanya kazi usiku. Na watajuaje ni uchumi wao utakuwa na dorora? Wataambia tatizo lako wewe ikifika saa 12 dunia imeshabadilika, nchi inapiga masaa 24, wewe unaenda kulala nyumbani unategemea aliyofungua mfanane. Hiyo itakuwa ni ngumu, hatutafanana. Kwa hiyo lazima uchumi wako utadorora, na wewe mwenyewe afya yako itafifia, kwa sababu uchumi kula vizuri itakuwa uwezi, kwa sababu biashara yako imeishia tu masaa 12. Kwa hiyo lile lisema mzee wetu kwamba eti ni duka ni jamhuri, kwamba duka ni kitu cha kulinda, ni security. Uwezi kulinda mali yako kwa kuiangalia hivi. Unatakiwa upige hesabu, iandikie, umkabidhi mtu kwa mahesabu. Ndio dunia ya leo. Ukikabidhi kwa macho ile wanaita wa China, haipo, utaumia. Lazima umhesabie hizi dazani 10, dazani 5, mzigo nimekukabidhi, wewe nenda kalale, asubuhi akukabidhi naye kwa mahesabu. Asante. Bwana, ni tathmini saa 24 za biashara Kariakoo. Kila mtu na biashara yake. Maoni hayafanani. Mdau hapa alafu tunaenda pale. Karibu. Jina lako kianza. Asante sana ndugu mtangazaji. Na mimi nichangie katika eneo hilo. Kiukweli serikali ya mkoa ilikuwa ina mpango mzuri kabisa wa kufanya kazi saa 24. Hili zoezi na mimi kwa mtazamo wangu nimeona kama limekwama. Tusizungumze siasa. Sisi sio wanasiasa. Tunazungumza kwamba limekwama kwa sababu ya kwanza pia miundombinu haiko sawa. Kwa mfano umeme kila wakati unakatika. Kila wakati unakatika, na vile vile pia watu wafahamu wanaposema kwamba watu wanafanya kazi mpaka saa 6 saa 4, sio kweli. Je, mwenyewe unaweza kumuuliza anafunga saa ngapi hilo duka lake? Lakini tunasema hivi, wapo watu ambao tunafunga mizigo mpaka saa 4. Ukifika saa 4 tunafunga mizigo, labda ameshindwa kutofautisha. Kuna sisi tunaofunga mizigo na kuna wengine ambao wanauza. Kwa wakati ule unakuta wageni ndio wanafungiwa mizigo yao waweze kufanya nini? Kuondoka. Kwa hiyo swala la masaa 24 tusimdanganye mama Samia au na serikali ya mkoa kwamba ipo, haipo. Huo ndio ukweli. Kama uongo, Lupokela wewe fanya utafiti utajua. Ukweli tuzungumze. Uliamsha hapa afu uje uone haya yanayozungumzwa ni ya kweli. Tusidanganye watu. Ukweli saa 24 haijafanikiwa kwa lolote. Bado. Bado. Mdau anasema mafanikio bado. Bwana Richard, unafunga saa ngapi mzee wangu? Haya, nitakurudishia, umetaka mic na malizia jamani. Mdau pale, alafu kuna mwingine alinyosha. Yes kamanda, mzee pale, alafu sawa. Karibu. Wanaposema masaa 24 biashara haiwezekani, kwanza mimi kidogo niulize kwamba wanasema haiwezekani kwa sababu gani? Kwanza wakumbuke kwamba kwa Dar es Salaam sio Kariakoo tu. Wamesema Dar es Salaam biashara masaa 24. Wakumbuke kwamba kuna watu ikifika saa 1 ndio wanafungua biashara zao jioni. Na sio kwamba wanategemea kwenye nguo tu. Biashara zipo nje za mji. Mfano ukiingia maeneo ya Mbezi, kama kuingia Goba, ukienda sehemu tofauti nyingi tu. Usiku biashara inafanyika mpaka asubuhi. Kama watu wanasafiri usiku wanaona kabisa mabasi, ukipita usiku unaona watu wanafanya biashara zao. Tena ndio biashara inawika usiku
Zamani ukumbuke kwamba hata biashara za vileo zilikuwa zinapigwa marufuku ifika saa 4 wafunge. Sasa hivi watu wanafanya biashara masaa 24. Ukiingia majiko ya chipsi usiku sasa hivi watu wanafanya biashara, watu wanatoka kwenye makazi yao wanaingia wananunua chakula na kula wanaenda kazini wanaenda lala. Sasa ukisema biashara sio lazima nyembe watu wanguo mfunge biashara yenu mwone mkalale. Watu wanafanya biashara na ulinzi upo kwa ajili ya watu wote wanaofanya biashara usiku. Mimi na washauri mimi naona imefanikiwa kwa sababu kama kuna wengine wanafanya biashara usiku wanapata riziki yao, biashara imefanikiwa kwa sababu ulinzi wa serikali upo, polisi wanapita, watu hamna mtu ambaye anakabwa usikie mtu fulani amevamiwa, sijasikia hiyo kitu. Watu wanafanya biashara na maisha yanaendelea. Hayo ya kwangu mheshimiwa mtangazaji. Hoja hapa kwamba masaa 24 biashara ni biashara gani? Sana katika hili imesemwa ni kuhusiana na maduka ya Kariakoo. Tusipepese. Swala la machipsi huko mitaani hilo lipo ni tangu zamani, kuuza machipsi, kuuza mabao na ukuta mengine yaliyo na vibali vya kuuza biashara mpaka asubuhi, hiyo ipo tangu zamani. Lakini kikubwa kilichokuwa kinazungumzwa hapa, hata Rupokela nafikiri mantiki ya swali lako au hoja yako ni husiana na swala la watu kufungua maduka masaa 24 Kariakoo. Sasa tukirudi kwenye swala la maduka masaa 24 Kariakoo, mimi nimeona kuwa litakuwa na ukakasi kwa sababu haya maduka ni ya watu binafsi, kila mmoja na duka lake. Kwa hiyo kuweza kuendesha biashara ile masaa 24 naona kama inamwia mtu wakati mwingine shida, kwa sababu ya kwamba mtu anakuja hapa asubuhi anakaa mpaka jioni. Anapokaa mpaka jioni sidhani kama yule mwenye duka ana nguvu ya kufanya ajira ya watu wengine wa kushika duka jioni ile mpaka asubuhi. Sidhani kama iko hivyo. Na kwa sababu ni maduka binafsi, basi kila mmoja na la kwake. Hata mchana huu mtu anaweza amua akawa na shughuli zingine akafunga akaenda zake. Hakuna ambaye amekuwa hafungui duka akadaiwa na mtu kwamba ni kwa nini hujafungua. Lakini kwa mfano viwanda, tumekuta viwanda kufanya kazi masaa 24 ni wamekuwa wanafanikiwa kwa sababu wanafanya shift na ni kiwanda. Ni hayo ndugu mtangazaji. Kwa majina ninaitwa Sonda Machafu. Mimi ndugu mwandishi, kwa upande wangu kwa kweli, kwanza mimi nasikitika kwamba kwa nini zoezi hili limeshakuwa likichelewa. Kwa mtazamo wangu ni muhimu na lina faida. Faida ya kwanza kwamba unapokuwa una duka lako binafsi, unakuwepo wewe na wafanyakazi wako. Na kwa kuwa unafanya kazi masaa 12, ndio maana utaendelea kuamini kwamba tukiwa wawili tu dukani ndio tunatosha. Lakini kumbe ungempa na mwenzio ajira. Muda fulani wewe unapochoka nenda nyumbani kapumzike, mwingine anaingia. Swala la kutokuwa waaminifu, inabidi sisi sasa kama wananchi ama kama Watanzania tufike pahala tujijenge katika uaminifu. Sawa, kwa sababu hata kote duniani tunakotembelea watu unakuta kwamba kuna baadhi ya maeneo watu wanafanya kazi masaa 24 na ndio maana wamefanikiwa, na akili itafanya kazi zaidi kwa sababu kwanza utakuwa na vipato vya aina mbili. Mchana umefanya kazi, umepambana, umepata, na usiku vile vile. Na ukizingatia kwamba sasa hivi tuna usafiri wa masaa yote, mabasi kwa ndege zote zinakuja hapa, zinaingia usiku, zinaingia muda wote. Kwa maana hiyo hao watu tunawalazimisha sasa tena kwenda kulala mahoteli badala ya kuja kufanya kazi na sisi, kwa sababu watu si kweli kwamba wote wanakuja hapa kwa sababu ya kuja kulala kwenye mahoteli. Kuna watu wanakuja kufanya biashara, kununua mizigo ili waondoke. Lakini wanapokuta umefunga, inawalazimu tena wakachukue hoteli, alafu kesho yake ndio waje kununua, na ikiwezekana tena asimalize mpaka siku nyingine ya pili. Sasa ule usafiri wa masaa yote ya 24 unakuwa humsaidii, kwa sababu wewe huku mfanyabiashara umemzuia, umemfungia kwamba unapokuwa haupo wewe dukani. Kwa mfano mtu labda amefika hapo saa 12 jioni. Sawa, hiyo saa 12 jioni ni muda mzuri tu, anaweza akanunua mpaka saa 8 usiku akabeba mzigo wake na kuondoka. Kwa maana mimi nadhani kwamba hili lilikuwa ni swala la msingi sana, na mimi naomba sana kwamba lifanikiwe, na nina imani kwamba litafanikiwa, japo kila jambo linakuwa na ugumu wake, lakini tuna imani madam serikali ipo, ulinzi upo, hata kama kuna shida vile vile hata mchana shida huwa zipo.
Si kweli kwamba eti shida zinapatikana usiku tu kama watu wanavyohofu. Kwa sababu tukiangalia hata kipindi cha nyuma benki zilikuwa zinavamiwa mchana, hakuna benki iliyokuwa inavamiwa usiku. Sawa, mchana kweupe watu wanachukua hela wanaondoka. Lakini sasa hivi unasikia wapi vitu kama hivyo? Kwa maana hiyo mimi na imani kwamba zoezi hili litafanikiwa, tuliombe tu. Asante. Niseme hivi ndugu mtangazaji kwamba hili swala la masaa 24 tuchukulie kwamba mimi nina duka hapa Kariakoo. Mara nyingi nimeona kwamba mimi ndo nao kuwa na funguo ya lile duka. Mara nyingi nimeona hata wengine ambao wenye wafanyakazi, utakuta raundi labda tumekaa hivi, atakuja mfanyakazi atapewa funguo akafungue, lakini kule tayari either mke wangu au mke wangu yupo tayari kwa ajili ya kuangalia draw. Sasa mimi au mke wangu tutakaa nyakati hizo za usiku kuangalia draw mpaka asubuhi, ili kama tutaongeza mfanyakazi tuongeze. Mimi labda swali langu lilikuwa ni dogo tu, ambapo tofauti na hapa tulipokuwa tunaongea ni kuhusiana na mabasi ya mkoani. Mabasi ya mkoani kwa kweli wamefunga ngao wa mbele kubwa ambayo kwa kweli inatudhuru sana sisi tulikuwa na magari madogo. Nilikuwa naomba SUMATRA yaangalie swala kwa sababu zile ngao wao wanapopita barabarani zimezidi nchi ya gari. Kwa hiyo zinakuwa zinaumiza magari yetu kweli. Ni makubwa sana mangao yalifunga kwenye mabasi. SUMATRA hiyo ipitie iangalie hizo ngao zofunga. LATRA hizo ngao zinaumiza magari kweli, magari madogo kwa sababu ile ngao ni pana na ni kubwa sana. Waiangalie kwa sababu zile ngao wametufunga zinaumiza magari yetu sana madogo. Nashukuru, nafikiri watu kama walikuwa wametoa maoni masaa 24 waliokuwa wengi wamesema ni mizuri. Labda huyu bwana swala la uaminifu ni yeye mwenyewe alivyojipanga. Kwa hiyo swala la uaminifu aliwezi sisi likatuondolea tufanye masaa 24, ni yeye alivyojipanga na wafanya kazi. Kama yeye anakaa kwenye draw, kwa hiyo atachelewa sana. Kwa hiyo angalia atafute watu waaminifu ambao wanaweza wakaangalia mali yake. Na watu wengi wafanyabiashara waliokuwa wengi kama huyu bwana basi hawezi kwenda China. Kama akiwa anaenda China duka anafunga hata na mke wake hayupo. Kwa hiyo inakuwa kikubwa arekebishe swala lake pale. Kama ni waaminifu, kuna watu wengi ambao waaminifu na watu wanaacha maduka na kazi inaendelea kufanya kazi. Sawa. Bwana, mimi niwashukuru sana wafanyabiashara, makofi kwenu ndugu zangu. Kwa maoni mbalimbali. Ilikuwa ni tathmini. Tumeangalia tathmini, tumeangalia na swala ambalo limeandikwa kwenye magazeti yote juu ya la nyongeza. Ulikuwa unataka magazeti? Sawa bwana, mimi nikushukuru sana kwa yule ambaye alikuwa anatufuatilia vizuri kabisa, na pengine unatamani na sisi tukufikie na wewe ambaye unatushuhudia, unasema nitampataje Lupokela? Nisikilize bwana. Wewe tembelea kwenye akaunti yangu ya Instagram ama Facebook ama sijui Twitter ama kokote, andika John Lupokela. Ni follow pale, alafu niambie kaka Lupokela, na sisi tumekipenda kile kitu unachofanya na wafanyabiashara. Njoo na huku sijui Karume sijui wapi, mimi nitakuja. Wewe ni follow pale Instagram, maisha mengine yataendelea. Asanteni sana jamani, mpaka wakati mwingine. Angalia EATV zaidi kwa vipindi vinavyofuata. Wao wanapopita barabarani zimezidi nchi ya gari, kwa hiyo zinakuwa zinaumiza magari yetu kweli. Ni makubwa sana magari yalifunga kwenye mabasi. SUMATRA hiyo ipitie iangalie hizo ngao zofunga. LATRA hizo ngao zinaumiza magari kweli, magari madogo kwa sababu ile ngao ni pana na ni kubwa sana. Waiangalie kwa sababu zile ngao wametufunga zinaumiza magari yetu sana madogo. Nashukuru, nafikiri watu kama walikuwa wametoa maoni masaa 24 waliokuwa wengi wamesema ni mizuri. Labda huyu bwana swala la uaminifu ni yeye mwenyewe alivyojipanga. Kwa hiyo swala la uaminifu aliwezi sisi likatuondolea tufanye masaa 24, ni yeye alivyojipanga na wafanya kazi. Kama yeye anakaa kwenye draw, kwa hiyo atachelewa sana. Kwa hiyo angalia atafute watu waaminifu ambao wanaweza wakaangalia mali yake. Na watu wengi wafanyabiashara waliokuwa wengi kama huyu bwana basi hawezi kwenda China. Kama akiwa anaenda China duka anafunga hata na mke wake hayupo. Kwa hiyo inakuwa kikubwa arekebishe swala lake pale. Kama ni waaminifu, kuna watu wengi ambao waaminifu na watu wanaacha maduka na kazi inaendelea kufanya kazi. Sawa.
Bwana, mimi niwashukuru sana wafanyabiashara, makofi kwenu ndugu zangu. Kwa maoni mbalimbali. Ilikuwa ni tathmini. Tumeangalia tathmini, tumeangalia na swala ambalo limeandikwa kwenye magazeti yote juu ya ulikuwa unataka magazeti. Sawa bwana, mimi nikushukuru sana kwa yule ambaye alikuwa anatufuatilia vizuri kabisa, na pengine unatamani na sisi tukufikie, na wewe ambaye unatushuhudia unasema nitampataje Lupokela. Nisikilize bwana, wewe tembelea kwenye akaunti yangu ya Instagram ama Facebook ama sijui Twitter ama kokote, andika John Lupokela, ni follow pale, alafu niambie kaka Lupokela, na sisi tumekipenda kile kitu unachofanya na wafanyabiashara. Njoo na huku sijui Karume sijui wapi, mimi nitakuja. Wewe ni follow pale Instagram, maisha mengine yataendelea. Breakfast. Kibiashara zaidi. 97.7 East Africa Radio. Tanga. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. Dakika 60 za mashabiki kutamba. Hii bakola nilikuwa na shida na vilopolopo wanaojifanya wanaijua sana Simba kama wamezaliwa nayo. Umeliona pira Arsenal Wenger aka Gamondi pira Argentina, umeliona kaka? Tambo na viweka, hapa ndipo mahala pake. Kimleteo pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio ulikula vijana. Mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza. Wakati wa vitisho sasa hivi umepita. Messi tishiki kwa aina yoyote. Mimi napiga kurujuani. Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari. Bila kusahau uchambuzi makini kutoka kwa kizazi juaji michezoni. Hasa kuna huyo mchezaji anakuja striker refu kuliko goli. Yaani ikipigwa marungu kwa goli afana nguvu baya mno. Unapoizungumzia Yanga ni moja ya timu kubwa duniani. Baada ya Messi anaingia Aziz Ki. Tambo, vibweka, lawama na uchambuzi makini, yote utayapata ndani ya Kipenga Extra. Ni kila Jumatatu hadi Jumamosi 6 kamili mpaka 7 kamili mchana. Kipenga Extra. Sisi ndo wenye timu. We got the DJs blazing it up. This is DJ Summer TZ. DJ Summer, roll it up. DJ Summer TZ. East Africa Radio. DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. Baada ya kulipa bill, kifua chacho. Hii ni Super Breakfast East Africa Radio. Karibu sana rafiki yetu unaungana nasi sasa hivi. Karibu tena bana, na safari yetu natupeleka majira ya saa 3 kamili asubuhi. Ilikuwa kibiashara zaidi, tulizungumza na wafanyabiashara kupata maoni yao kuhusiana na tathmini nzima ya biashara saa 24. Chungu umesikia bwana maoni. Pata tathmini bwana biashara saa 24 vipi? Tumekwama wapi? Tathmini yao ikoje baada ya kuruhusiwa ama kuanza rasmi kwa biashara hiyo saa 24? Bila shaka tumesikia namna ambavyo wafanyabiashara wenyewe walikuwa wanagawanyika kuhusiana na biashara hiyo. Wengine wakisema bana tumefeli, wengine wakisema tumepatia, mambo yanaenda vizuri, wakisema eleweki. Yani kila mtu amekuwa na mtazamo wake, lakini wao wenyewe ndio ambao wako pale, na majibu bila shaka utakuwa umeyapata katika kile ambacho wamekizungumza. Na jana pia nilimuona waziri wa viwanda na biashara rafiki yetu Salman Jafo alikuwepo pale Kariakoo jana. Kariakoo alikuwepo pale na akawa anazungumza na wafanyabiashara jana. Na moja jambo kubwa ambalo aliweza kulizungumza ni kuhusiana na ile msako ule, saka ya wafanyabiashara wa kigeni. Jana imenishangaza kidogo.
wakati anazungumza na wafanyabiashara kwamba wamesema leo wanakwenda kuanza tena, wanaenda kuanza operation kali kuhusiana na wageni kufanya kazi za wazawa pale Kariakoo, ambako sisi tulikuwa tunaongea na wafanyabiashara. Lakini kajiuliza, aliwahi kutoa hiyo kauli mheshimiwa waziri, si ndio? Ndio. Before kauli ambayo ameitoa jana, akisema kwamba akaagiza sijui atakwenda mguu kwa mguu yeye uhamiaji sijui taasisi gani sijui TRA sijui nani wanakwenda. Ile ilishia wapi? Ilishia wapi? Ilishia wapi? Sasa alipokea ripoti. Ripoti ilitolewa kuonyesha kwamba kuna baadhi ya biashara zinafanyika ambazo watakiwa wafanye wazawa. Akafu akatoa kauli bwana, ni mwezi ushapita bila shaka. Akapokea ripoti ile. Alipopokea akasema sasa mguu sawa mguu pande. Tunakwenda jino kwa jino. Tunakagua ikaishia wapi. Akatoa tamko. Na mimi au mwenzangu ulikutana na hizo clip au ulikutana na hayo ambayo walienda mguu kwa mguu? Yes, kwanza ni kwamba kuna hoja ya msingi katika eneo kama la Kariakoo ambao ni eneo la kimkakati sana, ambako wafanyabiashara pia tumezungumza nao hapo, biashara chinene zinaendelea ambapo katika biashara za Watanzania hata katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni kwamba limekuwa likitamanisha hata mataifa ya kigeni kuja kufanya biashara katika eneo hilo na kuweza kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi. Sasa hoja msingi ni kwamba lazima kama taifa tuweze kuwalinda wafanyabiashara wetu wa ndani, lakini lazima kama taifa tuweze kuhakikisha kwamba kuna baadhi ya biashara zinakuwa haitakiwi afanye mgeni. Lazima aweze kufanya Mtanzania katika biashara za kawaida. Na hiyo ndio hoja msingi ya kuja kuzalisha na kulinda uchumi wako wa ndani na kulinda mapato yako wa ndani, hata kutengeneza matajiri wa kimkakati. Kwa sababu kama kuna biashara ambayo wanatakiwa afanye Mtanzania lakini anafanya Mchina, tafsiri ni kwamba kuna fursa za Watanzania zinachukuliwa na wageni. Na kimsingi ni kwamba hata kuna sheria za uwekezaji zipo wazi kabisa kwamba biashara, uwekezaji lazima kuweze kuwa na partnership, kwa kwamba kuingiliana katika mitaji kati ya mzawa na mwekezaji. Lakini vile hata mwekezaji ambaye anakuja kufanya uwekezaji Tanzania, kuna baadhi ya shughuli lazima zifanya mzawa, shughuli za kawaida, teknolojia, mtaji na kuja anatoka nayo kutoka nje. Kwa hiyo kwa ile Kariakoo na hiyo operation kali ambayo imetangazwa, ambayo sasa imekuwa na maswali inatekelezwa kwa kiwango gani au ni lini? Mbona kama waziri anakosa nguvu hivi? Umeona? Kwa sasa ni kwamba ni watu wengi nimesikia wadau wamepiga sana kelele hizo za kuhakikisha kwamba kuwaondoa au wafanyabiashara wa kigeni katika maeneo ambayo inatajwa unaweza kufanywa kwa Tanzania. Waziri vipi bana? Tunaenda tunarudia hapa hii. Ngoja kwanza nikuchezee hii hapa hii. Hii usikie hii jana. Si ndio bana? Hii hapa sasa. Alishatoa, lakini ndo najiuliza ile ya kwanza ilishia wapi? Ile alienda tunaulizana hapa, vipi mheshimiwa, inakuaje? Hiyo kazi imefanywa wapi? Wale wadogo wote hali yako nayo vile vile, wageni wote wako. Tena kinyume cha taratibu. Wengine wale hapa mashine na kukatia ushuru. Tumeshughulikia matatizo. Kazi gani hii mmeifanya? Wewe niseme, haturidhishwi na tabia hii ya kutoa taarifa zisizopimika. Twende tukashughulikia kuhalisia matatizo ya watu kule chini. Wa hapa Kariakoo, mheshimiwa mwenyekiti wetu wa taifa na mwenyekiti wetu wa Kariakoo, mmeenda mmejidhihirisha wenyewe kile mlichokuwa mnasema kweli. Katibu wetu bwana. Haya bana, umeona Umeona hiyo tamko lilivyokaa mkakati. Haya bwana, ni kibiashara zaidi rafiki yangu kutokea Kariakoo. Umesikia mambo yalivyokuwa mengi na nini, matamko yakiendelea leo bwana, rasmi msako, lakini biashara saa 24 pia iwe sehemu ya kuchochea yote hayo. Sasa bana, Jumanne hii kwenye mjadala nikwambie rafiki yetu unatusikiliza, wakati tukiendelea kuhesabu siku kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania, mijadala mbalimbali bwana endelea kutikisa. Miongoni mwa mambo ambayo huwa yanaibuka kila uchaguzi, masuala ya rushwa. Sasa
kumekuwepo na mambo hayo. Sasa tuhuma ambazo zimekuwa zikiripotiwa ifahamike